Usinifuate kwa pupa, nina namna yangu ya kurekebishwa. Huyu mwanamume tu nikikaa naye ndani ya masaa 3 chumbani, atanifaidi anavyotaka. Yani kwamba hapa tuko kwa ajili ya ngono tu. Kwa nini hamkulikechi? Cha kwanza wewe ni mbea na mnafiki. Mimi nilingangana tu kwenye bei ya soko kwamba kama hatukubaliani basi wewe nilipie deni kwanza. Yes, habari. Karibu tena kwenye episode nyingine ya Unspoken Ties. As usual, tunakuwa na wageni mbalimbali ambao tunazungumza masuala ambayo yanahusu jamii. Na leo mada yetu kuu itakuwa ni wanawake na uchumi. Kipindi hiki eventi za wanawake zimekuwa nyingi sana kuhusiana na masuala ambayo yanahusu uchumi, kwamba wao wapambane kujikwamua na uchumi. Lakini sasa je, nyuma ya pazia ni kweli kwamba mapambano hayo ambayo wanayapambania kama wanawake yanaenda sambamba na majukumu yao ya ndoa, mahusiano na nafasi zao katika jamii? Katika kuyaongelea hayo, tuko na mwenyekiti wa Jukwaa la Uwezeshaji Wanawake mkoa wa Dodoma. Yeye anadili na wanawake, kwa hiyo ni sekta yake muhimu ambayo anaifanyia kazi. Tutapata kujifunza mengi kutoka kwake na kuona kwamba huu uwezeshaji wa wanawake kiuchumi kweli una impact kwenye jamii au ni story tu. Karibu sana dada Mary. Asante, nashukuru sana. Tunaomba ujitambulishe, wageni wetu wakujue kwamba dada Mary ni nani na ametokea wapi. Kwa majina ninaitwa Mary Barnabas Bwile Mabaya. Mimi ni mjasiriamali lakini pia ni mwenyekiti wa Jukwaa la Uwezeshaji Wanawake Kiuchumi mkoa wa Dodoma. Okay. Karibu sana kwenye studio za Unspoken Ties. Asante sana, nashukuru. Kwa kweli ni studio nzuri, inavutia. Okay. Na inanihamasisha kuongea vitu vya msingi. Hongera sana. Asante sana mwenyekiti, kwa sababu tunaongea kuhusu masuala ya wanawake. Wanawake wa sasa hivi wanataka nini haswa? Ni pesa, mapenzi ama vyote? Wanawake wa sasa hivi wanataka vyote. Lakini naweza kusema kwa mtazamo wangu mimi, wanawake wanatamani kufanikiwa zaidi. Na hasa wanajiona wamechelewa. So masuala ya uwezeshaji yametokea, ndipo wanawake wengi wanafunguka sasa. Sasa umesema kwamba wanawake wanatamani kufanikiwa. Kiu yao ni kufanikiwa. Mafanikio ni neno pana na nyanja nyingi sana. Wanatamani kufanikiwa kwenye engo ipi? Especially wanawake wale ambao wewe unadili nao kwenye jukwaa. Labda tukumbuke kwa malengo ya uanzishaji wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake uchumi nchini. Lengo kuu ni kuwasaidia wanawake wajasiriamali na wafanya biashara waweze kufanikiwa kiuchumi. Ni kweli wanafanikiwa? Sasa tunataka tuangalie ule uhalisia. Kwa sababu tukiangalia kelele nyingi zipo, wanawake maisha magumu, wanawake wanashindwa kujisimamia, pamoja na kwamba kuna uwepo wa majukwaa kama hayo ya kuwasaidia ili waweze kupiga hatua, lakini bado maisha ya wanawake mitaani ni changamoto. Shida ni nini hapo? Naweza nikasema ndio au sio. Kwa sababu hawa wanawake wako kwenye levels. Yaani hawa wanawazungumzia wako level gani? Kuna wanawake ambao wanatamani kufanikiwa, wanapita changamoto kwa sababu hawapati support ya familia, au kama mtu ameolewa hapati support ya mume wake. Kwa hiyo karibu kila kitu mzigo unamuelemea. Ukumbuke kwenye hayo yote kuna stress. Wakiwa na stress, nani anamsaidia? Labda aende kanisani au msikitini. Kwamba ndio maana nafasi ya viongozi wa dini iko pale kutuchepa. Kwa hiyo kama hapati msaada wa kusaidiwa kwenye eneo la kupunguza stress, kama mfano ameolewa, kama mume sio support kwake, automatically hawezi kufanikiwa, shida zitaendelea. Na hata akifanikiwa hawezi kufika mwisho. Lakini kuna wale ambao kweli ni single mothers, lakini sio kwa sababu wameutaka usingo. Ni maisha yametokea amekuwa single, au tabia za huyo aliyemfanya kuwa single wameshindwana. Lakini kwenye hii wanasaidikaje? Ndio hapa unakuta kwa sababu gap kubwa, wanaume wamesahau pia majukumu yao. Hawaoni thamani ya hao wanawake walionao. Na kitu ambacho kinaniuzi mimi hapa huwa nasema, wanaume wengi wanapoanzisha mahusiano hamwambii mwanamke sitaki kuzaa na wewe. Yaani kwamba hapa tuko kwa ajili ya ngono tu.
sitaki uzae. Wanaume hawasemi. Kwa mwanamke huyu anaona huyu mwanamume ameshaniambia ananipenda, anaona ndo sehemu yake nzuri sasa ya kujipeleka na kuachia kila kitu. Kwa hiyo mimba hizi hazitaishi. Tutaendelea kuita watu wa mtaani wakati sio wa mtaani na baba zao. Kwa hiyo ni kukatisha kidogo hapo kwamba sababu tunaona mnapiga kelele kwamba mwanamke anaweza. Na hapo umesema kwamba mwanamke kama hana sapoti nyumbani au sapoti ya mwenza ni ngumu yeye kupiga hatua. Kwa hiyo tunaenda na lipi sasa hapo? Yani mimi nachoweza kusema kwamba tunaweza kusimama wenyewe au tupige kelele kwamba wanawake wanaweza. Tunasema wanawake wanaweza na ukweli wanaweza. Kwenye kuweza ni wewe ujipangie utaratibu wako. Yani mimi niko hapa, naona nini mbele yangu? Naona nini miaka 2 ijayo na 5 ijayo? Na wakati huu ambao Mheshimiwa Rais Samia yuko hapa, ushoji wanawake upo, mimi naona nini? Hicho ndio ambacho sisi tunatakiwa kuambia wanawake. Na tunazungumza kwenye majukwaa, yani kwamba hapo ulipo unaona nini. Lakini pia tukumbuke kwenye makundi ya wanawake wengine wengi wa zamani hawakupata fursa ya elimu kama walivyo mabinti zetu sasa. Sasa kitu ambacho labda sasa hivi wanaume wanaona kwamba wanaachwa au wanawake wamekuwa jeuri ni kwa sababu wanawake wameelimika. Na nataka nikwambie mwanamke aliyeelimika akikaa na mwanamume ambaye ni mpumbavu kama mwanamume, yani mwanamume unataka uendee kumkontrol mwanamke msomi, hauwezi kuishi naye. Mnatakiwa mkubaliane kwenda kwenye ukweli. Kwa sababu mwanamke msomi hataki kuambiwa ujinga. Anauona uongo. So hamwezi kwenda. Ni kuambiwa ujinga au kwamba sisi hulka yetu kwamba tukipata pesa tuna tabia ya kwamba tunabadilika kwamba hatumheshimu tena mwanamume kama baba, kama kichwa cha familia. Tunaona kwamba tunaendana kila kitu. Sikubaliani na hilo kabisa. Sikubaliani na hiyo. Na niseme leo kwamba 50 na 50 haitutoi kwenye ile thamani ya kuheshimu mume. Yani vitabu vitakatifu, Biblia na Qur'ani vinatuambia baba ni kichwa cha nyumba. Wote tunaamini hivyo ndivyo. Sasa kama vinatuambia hivyo na sisi huwa tunaenda kwenye ibada na tunatoa sadaka. Mimi nasema matokeo ya mwanamke kufanikiwa kama nyuma pazia mwanamume alikuwa chanzo cha kumuumiza mwanamke asisonge na mwanamke akatoboa. Yani mwanamume huyo akubali ya maumivu. Lazima atazipata dharau. Namlepizia. Yani revenge huwa inafanyika. Yani wanawake wanayo tabia. Yani wakati huo uliniona sifai sasa nafaa, acha nikunyoshe na watanyooshwa. Kwa hiyo wanaume wajitambue hapo kwamba napopambana nahitaji support yako. Usiponi nikifanikiwa usijifanye kwamba wewe pia unahusika kwenye mafanikio yangu. Na ndio shida kubwa sasa hivi wanaume wengi wanaipata. Na wengine wanaugua kabisa. Bahati nzuri mimi na mifano hai. Wapo wanaume waliokuja wakalalamika, lakini tunaanza kuulizana, twende kwenye background mlikotoka mpaka kufika hapa ilikuwaje. Na baadaye mwanaume anakubali kweli hapa nilikosea. Sawa, mlipata muda wa kuzungumza. Kama mkupata muda na huyu mwanamke haoni wewe unasogea kumsupport, automatically hawezi kukupa support. Mfano mwingine ni mimi. Yani kwa mfano mimi kabla mwanamume ambaye alikuwa mume wangu kwa muda mfupi japo niliishi naye muda mrefu, kwa huo muda Mungu aliomruhusu, yeye alikuwa support yangu. Kwa mfano mimi kuingia kwenye jukwaa, yeye ndo aliniambia si uende ukagombea, afu mimi namcheka namwambia naendaje kugombea. Akasema mimi nakuona unaweza. Nikamwambia wewe nipeke tu kwenye kikao niende nikaangalie zeni tuendelee na ratiba zetu. Kwa nilipofika kwenye kikao tena hata nilivovaa nilikuwa nimevaa kimtoko. Yani najua mwenyewe nilivyokuwa nimevaa lokopo kwenye mkutano wa siku ya kwanza waliniona. Kwa nilipofika kumbe kuna mkutano mkubwa hivi, sikuwa najua. Nimesikiliza, nilivyoona nikavutiwa, nikamwambia Mr. natamani kuendelea kubaki. Kumbe kuna vitu vizuri. Akaniambia si okay. Kwa nafasi ya kugombea, ukumbuke huko yeye ndo alisema. Mimi nikamwambia sigombei chochote, nimesikia tu kuna viongozi acha nikashiriki. Nafika kwenye mkutano, jinsi nilivyovaa kiukweli nimevaa kiswali changu sijui kipedo akationa kiblouse, yani kwamba like yani vitu fulani tu vya kwenda kuenjoy na kutoka. Nilipokuta vya msingi nikauliza maswali yangu na mimi nikapenda. Baadaye watu wanachagua viongozi, sasa nashukia tu mimi na dako yule pale. Nilinyanyuka kukimbia kwa sababu karibu kumbi mzima ilikuwa amevaa nguo za vitenge. Mimi ndo na kiswali changu nitapandaje pale juu kuomba kula. Kwa hiyo pia pale baadaye kulinifundisha nidhamu ya kuvaa kwenye nidhamu ya popote unaweza kusimama. Lakini nilikotoka mume wangu alikuwa amefurahi nilivyovaa. Na hiyo siku kweli nilichaguliwa. Mume wako alikusaidia kukupeleka kwenye ndoto zako. Kabisa, exactly. Na Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi na ninawaombea wengine Mwenyezi Mungu awajalie kupata wanaume wa aina hiyo. Kwa hiyo sijutii kuwa na yeye. Watu wengi wanapiga kelele wanaume wa hivyo siku hizi hawapo ambao wako very supportive. Changamoto ni nini? Wanaume wa hivyo wapo. Ila tu wewe unavyoishi na mwanamume wako lazima umsome na umjue.
Lakini pia wapo wanaume wanapenda, lakini hofu yake, yani mke wangu akionekana kule, wanaume wenzangu watanitongozea. Mifano iko wazi na wewe unaijua. Na hiyo ndo shida kubwa tunayopata. Lakini mwanamume akimwamini mwanamke wake, yani mume akikuamini, haoni shida wewe uende popote. Kwa hiyo wivu ni chanzo pia. Okay. Yeah. Wanawake wengi kurudi nyuma. Kwamba wanaume wanaogopa kuwapa sapoti wake zao kwamba wataonekana. Lakini ni kweli kwamba iko hivyo kwenye jamii. Kwenye ukweli kuna maeneo wanawake waliofanikiwa waliwaacha waume zao. Kwa sababu yani hivi kuna muda nisemeje, yule unayemtaka wewe akuoe sio aliyekuoa. Hiyo ipo wazi. Yani kwa mfano mimi mwanamume nilikuwa natamani awe mume wangu, hakunio. Kwa hiyo baadaye nilipata mwanamume mwingine na nilikuwa nasema siwezi kuolewa na mtu. Kwa hiyo yani sasa yani yani nasema tunapokuwa vijana huwa tunatamani tu yani mabinti wengi na wakaka wengi wanachaguaga muonekano wa sura. Umenielewa? Wanaume wachache wanaangalia tabia, na hizo ndo ndoa zimedumu. Na wanawake wengi wanaangalia tabia, ndo wengi wamedumu. Lakini wale walikuwa wanatizamana sura, mfano yani Mary sasa hivi umeshaza, umebadilika, umekuwa na kitambi. Japo nilikuwa na kitambi kwa sasa hivi tofauti na wakati huo. Umenielewa? Kwa hiyo kuna mwanamume mke wake akishabadilika, haoni kama anamfaa, lakini kumbe alikuwa na uwezo wa kumpeka kafanya mazoezi abaki kwenye shepu yake. Na kuna wanaume waambiwa kizao kwamba mimi sitamani uwe hivi. Yani sisi wanawake kuna muda unatamani mwanamume wako akwambie Maria, sitaki upungue. Kwa mfano mimi kilicho nilemaza kuendelea kuwa mnene ni kwa sababu mwanamume wangu sasa mimi sitaki upungue. Yani hivyo ulivyo ndivyo nilivyokutaka hivyo. Okay. Na kuna muda tu nilikuwa namwambia hebu niache mimi, kwa hiyo anakuambia yani ananiambia nachekesha hapa nikivaa kiasi, vaa ulivyo. Ndivyo Mungu alivyokuumba, lakini mimi nimeongezea. Yani mimi nakutaka ulivyo, kwa sababu mtu akikwambia unatumwa uambie tumu la mtu wa mume wangu. Kwa hiyo kuna muda nilikuwa na ujasiri, mtu akisema ila Maria unatumwa kwa ajili ya mume wangu, jamani huyu ni mtu wake. Sikuwa napata shida kusema. Sasa wangapi wanaweza kusema? Kwa sababu mimi nishajengewa ujasiri na yeye. Lakini pia namna nyingine naweza kusema nashukuru sana wazazi wangu. Kuna namna walijitahidi kunilea, ndio maana leo jamii inaweza ikaishi na mimi, naweza kuongoza. Naweza kuvumilia magumu na mabaya kwa sababu wapo watu ambao walinitengenezea hiyo kuvumilia. Na naweza kusema pia uongozi sio jambo rahisi. Yani hata kama ni balozi wa nyumba 10, uongozi sio lele mama, inahitaji hekima ya Mungu na uvumilivu wa hali ya juu. Kwenye majukumu sio kila mtu. Kwenye uongozi, mwenyekiti hapo, wanawake wengi viongozi wanashindwa kukaa kwenye mahusiano ambao ni ya kudumu. Na kelele nyingi zinapigwa sana na wanaume kwamba wanashindwa kubalance maisha ya kazi na ndoa. Changamoto inakuwaga ni nini hapo? Mimi naweza kusema hivi, yani kama wewe ni mume, muelewe mke wako na majukumu yake. Ukishamuelewa upati shida. Kitu kimoja tu, yani kwa mfano wakati sisi tumeomba, naamini mimi maandiko yanasema kitu ambacho Mungu alitofautisha kwamba mimi ndo nitabeba mimba, mwanaume ndo atanipa mimba. Lakini majukumu mengine yote tunatakiwa tuyafanye. Kwa hiyo mimi kama sina nafasi, mume wangu nisaidie kufanya na usione shida. Umeelewa? Yani ukikubali tu kwamba kama nyumbani kwenu pia kwa wazazi wako mwanaume ulikuwa unaweza kufanya hizo kazi, hata kwa mkeo pia ni sehemu ya kumsaidia. Kwa wasaidie kazi za nyumbani kama kufua, kudeki. Lakini pia tuwe na ratiba. Unafikiri ni rahisi kiasi hicho kwa? Inawezekana. Inawezekana kabisa. Kwa mfano naweza ngatoa mfano wangu, mimi wakati nakuwa mwenyekiti wa jukwaa, nilipewa na kacheo kingine kanisani. Yani mimi nilikuwa katibu wa WATA parokia. Kwenye jumuiya mimi ni katibu msaidizi. Katibu akiwa yupo, hiyo Jumamosi lazima uende, kama kuna matukio ya kanisani lazima uhamishe. Na kikubwa kilikuwa mwanaume akijua ratiba kusumbue. Umeelewa? Mradi aliyejua ratiba yako hawezi kusumbua. Na kama amekuamini, amekufuatia, amekujua, hawezi kusumbua. Kwa hiyo ratiba yangu lazima ijue kwamba pia Jumamosi ni siku ambayo mimi niko busy na mambo ya kanisani, na Jumapili kwamba Jumamosi tutakuwa tunaandaa hiki. Lakini hapo umeshapewa ukatibu wa parokia. Parokia na tukio lazima utoke na viongozi wenzako mshiriki. Sijui kuna tukio wapi huko labda kisasa swaswa, lazima mwende. Baba askofu ana watu wanaenda nao, wanatakiwa kwenda hivi, lazima mwende. Haikutosha. Na unaaga mwenzako anaelewa, unaaga unamwambia. Na unatoka na anaona. Yani kuna muda kabisa mwenyewe anakuambia sijakuona na sare. Unamwambia beba kipisi cha kitenge, rudi kavae kitenge chenye cha watu. Na usirudi tena umebadilisha nguo nyingine. Hiyo ilikuwa ni utaratibu wake. Kwa hiyo mimi nikitoka nyumbani na nguo yangu ya watu nitatoka nao hivyo.
na nitahakikisha nitarudi, kwa sababu nikishavaa kitenge siwezi kupita ba. Na kama kuna majukumu ya nyumbani anayafanya kama kawaida. Yani mimi si nimeshajua na ratiba. Kwa hiyo kazi zangu nitazifanya usiku. Okay. Nitasafisha nyumba kila kitu, kama nina watoto watafundishwa, lakini pia ilitusaidia kwa sababu nilipata akili ya kununua rice cooker, kununua vitu vya umeme kwa ajili ya kupika. Kwa hiyo nitaandaa kila kitu, wali utapikwa asubuhi, nimeamka saa 12, ratiba saa 2, mimi saa 12 nishapika chakula. Kipo na kitatunzwa kwenye hotpot, kitapangwa. Na nitamwambia kuna hiki na hiki, yeye atakwambia nakupeleka mwenyewe. Kwa hata kupeleka mpaka kanisani. I say kwa sababu lakini pia huku ya majukwaa pia bado alikuwa anambia, nikamwambia lakini wewe ndio uliniambia nigombee. Baadaye anakwambia panga ratiba. Biashara utafanya saa ngapi? Inabidi umwambie. Kwa hiyo baadaye anaona kuna umuhimu wa mtu uwepo wa kukusaidia. Umeelewa? Haikuwa rahisi sana, lakini kuna muda yeye sasa ilibidi awe mentor kunisaidia. Namwambia hivi vitu ulivyoniambia vina kazi nyingi, anambia kwenye hiki utafanya hiki, utafanya hiki, na ratiba akaanza kuichora yeye mwenyewe. Lakini kuna muda alizoea, baadaye akaniambia hebu uwe huru tu kufanya vitu vyako, lakini ujue unatakiwa nyumbani saa fulani. Kwa hiyo nilikuwa najua kabisa ikifika anakupangia muda wa wewe kurudi. Kwamba mimi nyumbani nitakuwepo kuanzia saa 12. Ila ikifika saa 2 uwe umerudi nyumbani, nataka tule pamoja. Kwa alikuwa anasema sasa, kwa sababu Damiri, ukikaa na wanaume wengi sasa hivi wanalalamika kwamba wanawake hatuna muda na familia zetu. Ukitoka asubuhi Kigulu na njia na nini, unaacha watoto wameenda shule, wakirudi unakuta dada wa kazi. Ukirudi nyumbani labda wamelala. Hata wewe ukirudi nyumbani pia sometimes unakosa hata muda na mume wako. Wewe ni uchumi, nataka uchumi wangu kuwe tuendelee. Unapandaje kama mwanamume hashiriki? Yaani kama uko na mume, uchumi wako unapandaje kama mume? Yaani kuna baraka za mume. Biblia imemtamka mume ni kichwa cha nyumba. Kichwa cha nyumba kama kikupi baraka, utasota maisha yako. Wanawake ambao nyinyi mnawamenta kwenye jukwaa wanafahamu hayo? Wanafahamu. Baadhi yani hivi kwenye darasa mnaweza mkawa wanafunzi 150. Lakini wa kwanza akawa mmoja na akapatikana wa mwisho. Sasa na kwenye majukwaa ni hivyo hivyo. Kuna ambao wanaelewa, na labda naweza kusema wakati mimi nimekuwa kiongozi wa jukwaa, kuna watu ambao wanawake yani ambao umetoka nao wana ndoa zao. Umempigia simu katoka kaja, baadaye mimi nikaa nauliza umekurupuka mume wako umemwaga. Wa nini, wa kazi gani, mimi ashaanza yani unaanza kupewa sasa kesi. Kwa mtu anafurahi kaja kwenye jukwaa, sasa nitamsaidia kuvunja ndoa. Kwa kuna muda ulifika niliamua kutengeneza sasa ratiba ya kuwaomba sasa waume zenu leo tunakunywa nao chai. Wa nini? Wewe mwambie kesho nyoosha nguo tukutane naye Chef Asiri. Kwa sababu kama mnawafundisha kwa nini malalamiko huku mtaani yanakuwa ni mengi zaidi? Kwa sababu kama mnawafundisha wanawake kwamba waobei ndoa zao, waobei waume zao, kuna baraka za wanaume, kwa nini huku tunajinadi kwamba single ladies, sijui single mothers, we can do it by ourselves na nini? Kwa nini hizo kelele zinatoka wapi? Mimi sikubaliani na habari ya single mothers. No. Kwa uelewa wangu hao wanaojiita single mother na wanaweza kuishi maisha yao wenyewe. Labda swali la kwanza, waliwapataje watoto? Si walipata, alikuwa na mwanamume akawapata. Aliweza kujipa mimba mwenyewe? Haiwezekani. Kwa wanawake wengi wanaongea hivyo. Nyuma pazia nao ndio wale wanaotembea na waume za watu. Asilimia kubwa na ufahamu mimi ndio wako hivyo. Hiyo courage wanaipata wapi? Kuona kwamba wanaweza wao wenyewe bila kuwa amehakikishiwa maisha na huyo mwanamume ambaye anamsaidia, lakini nyuma ya pazia hamuonyeshi. Lakini ukweli ni kwamba unaweza kukuta hapa mtu anajitamba, lakini nyuma ya pazia ni mume wako ndio anashughulika. Umeelewa? Sasa ili yani hapa hawa wanaojiita single mother wanaume wanawasupport nyuma yao. Tena ni watu wazima wenye akili timamu kabisa. Kwa hiyo huku watu watalalamika nyumba ndogo, lakini hizo ndogo ndo zinazopewa support. Yaani kwamba ukimsikia single mother anasema anajiweza mwenyewe, ujue nyuma pazia kuna mwanamume anayempa jeuri. Hakuna mwanamke mwenye akili zake timamu ambaye anapambana anaweza kuongea hicho akaita dharau kwa wanaume. Kwa sababu kwenye kupambana kufikia uchumi sio jambo rahisi. Unahitaji support ya wanaume hata kama sio mume wako. Utahitaji mawazo, kwa sababu kiukweli wanaume ndio walianza biashara. Ukweli wanaume ndio walianza ujasiriamali. Kwa hiyo kama unataka kufika lazima upate sharing yao ili ufike. Na kwenye maisha wapo watu ambao wanajua walikotoka. Na kwenye maisha sisi hatujazaliwa wanawake tupu, wako na wanaume. Umenielewa? Okay. Kwa hiyo kama wanaume wapo, hapa kuna kitu. Yaani nyuma pazia ukweli wa wanawake wengi single mother wamepewa support na hao wanaume wengine nje ya wale waliozaa nao. Tunarudi pale cha kuambiwa changanya na akili zako. Na kwenye ukweli ni kwamba huyu mwanamke anayesema hivi, ukimfuatilia kwa ukweli, wengine wanafanya tu uzinzi. Yaani tu kujiuza ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo kwa sababu hatumjui ndicho anachofanya.
Okay. Ukifuatilia ukweli utajua vitu vingi na utaumia. Kwa hiyo sasa hawa tunawasaidiaje? Wanatakiwa waponywe. Mimi nasema hawa kisaikolojia wameharibikiwa. Kwa sababu wanapata ujeuri ambao sio faida kwenye maisha yao. Kuna uzee. Huyu mume wa mtu naye anayekupa support huko nyuma pazia unamficha na unatamba kwamba unajiweza. Siku moja hata kuwa na wewe. Nimeshuhudia karibu mara 3 basi ya marafiki zangu. Waume waliwaacha. Wakaenda kuhangaika na hao wanawake wengine. Hawa wakapambana, wako pazuri, mume anarudi akiwa mgonjwa. Biblia imeandikaje kwenye ndoa kiapo? Mpaka kifo. Mpaka kifo kitutenganishe. Nikupende kwenye shida na raha. Umenielewa? Sasa mwanamke anaanza kubaki shida na raha. Sasa shida sisi wanawake tunaanza kukumbuka huko nyuma, lakini alinisaidia. Tunawapokea. Lakini ni sahihi kumpokea kama ulinikimbia. Kwenye maandiko ya dini msamaha umetamkwa. Kwa hiyo kama mwanamke alimpokea huyu mwanamume, ni amekusudia msamaha wa kweli na naamini mbele za Mungu anapata thawabu. Imagine mume amekukimbia miaka 18. Nina historia hiyo dada, nitamleta hapa nambake mwalike aje. Mwanamume alikimbia miaka 18 na kajenga maisha mengine huko na ana maisha mazuri. Karudi na huko na familia nyingine. Na familia nyingine. Karudi. Kuumwa angalia mwisho wake naomba unisaidie nina hiki. Hapo mwenzetu ashapata tuzo zake kadhaa, mwanaume naye kaziona. Ninapitia hiki, ninapitia sasa. Mwanamke jamani, huyu naye alikuwa sehemu yangu, sijaolewaga tena, si unajua ndoa ikuvunjwa, acha aje. Niko hapa. Mwanamke kwanza akumkubalia. Niko Beni Mkapa, wewe uko Dodoma, utaacha kwenda? Yaani unajua damu nzito Yeah. Yale mahusiano ya mwanzo huwa yana faida sana. Kwa hiyo ilibidi aende. Kaenda kamshughulikia karibu mwezi mzima. Wiki ya pili Mungu kampenda. Msiba imebidi ufanyike nyumbani kwake. Okay. Sasa sisi tunamuuliza huyu mume alikuwa wapi? Mbona hapa katikati hujawahi kutuambia kuhusu mwanamume? Sasa jamani, ni story ngumu, aibu nyingine hatuwezi kuzianika, lakini ukweli ndio. Ni wanawake wachache pia ambao ni wanawake wachache. Kwa hiyo mimi nilimwambia mwambie Mungu asante kwa sababu alikupa kibali cha kumzika mume wako. Haijaicha alikukimbia. Kwa hiyo pia wanawake wengine nao Mungu awasaidie wabebe hiyo. Japo ni ngumu. Lakini mimi huwa naifurahia, naamini kabisa kwenye ule msamaha kuna thawabu. Huyo ndo sasa ndio mwanamke aliyelelewa na wale wazazi wetu waliokuwa wanajua thamani ya msamaha. Sasa hawa wanajiita single mother, lakini mwisho wa siku watoto wanahitaji baba yao. Yeye alilelewa single. Yaani hapo umeongea kitu kizuri sana kwamba wanawake wengi hawakubali kujishusha. Hiyo ni shida sana sasa hivi. Ni shida. Tunatunishana misuli. Yaani kwamba kama wewe unaweza na mimi naweza. Nataka kutafuta mimi natafuta. Sasa inakuja tena mimi nianze kuobei. Narudi hapo. Shida ni nini? Wewe unadili na wanawake sana. Mimi naweza kusema shida ni malezi. Okay. Shida kubwa ni malezi. Yaani hivi wakati tunakuwa wewe Sela umelelewaje? Mimi nimeelelewaje? Kwa hiyo kwa nidhamu za malezi uzoishi, wewe unaweza kuwa rafiki yangu kwa sababu kuna kitu hapa tuna bond. Umeelewa? Kwa sababu ya nidhamu ya malezi ulelewa na wazazi wako. Lakini kwenye kulelewa ulikuwa mtii kiasi gani kwa wazazi wako? Kwa hiyo kwenye ule utii kwa wazazi wako ndio unaokufanya sasa twende pamoja. Lakini kama wewe haukuwa mtoto ambaye pia ni mtii kwa wazazi, automatically ndio hizi lugha. Naweza kujisimamia, naweza kufanya nini? Ni kweli wanawake tunaweza, lakini sio peke yetu. Kuna maeneo sisi tuaje kujisimamia. Yaani tunazo namna za tambo. Yaani hizi nyingine mimi naitaga tu ni tambo kama Simba na Yanga. Kwa hiyo unazihesabu hivi, tukienda kwenye ukweli hakuna mtu anayeweza bila mwenzake. Hakuna. Yaani kama siwezi kwa mume wangu basi kakaangu atashiriki kunishauri. Yaani jinsia ya kiume na kike zinategemeana. Yaani kama sio mume basi mjomba. Kama sio mjomba ni baba, ni kaka, ni nini. Hivyo. Okay. Je, elimu na pesa zimempa mwanamke uhuru au zimemfanya ashindwe kuvumilia changamoto za ndoa? Elimu ni kweli zimempa uhuru. Na wanawake wenye hekima wanaopata uhuru na kuthamini ndoa zao. Hawakubali kupoteza. Kwa hiyo wale ambao nasema uhuru na thamani ya ndoa zinaenda sawa. Washamba wa maisha ndio hao wanajiona wameweza zaidi. Lakini hakuna anayeweza duniani kuliko mwenzake. Kila mtu Mungu amempa kalama yake na kibali chake. Yaani mimi Mary kuna eneo naweza sana lakini kuna eneo siwezi. So kuna namna tuchukuliane. Na kwa mfano ukiwa unaendesha gari barabarani, kuna bajaji, kuna bodaboda, kuna santrela, kuna mabasi makubwa ya mikoani. Haya yanapokutana barabarani huwa nini kinatokea? Ni hekima zinatumika ili wapishane, kila mtu afike anakoenda. Na ndoa ziko hivyo. Okay. Yeah. Hekima inatakiwa iongoze. Hekima, heshima na utulivu wa akili. Okay.
Okay. Katika jukwaa lako ambalo unaliongoza la wanawake, kuna wanawake ambao huwa wanahudhuria semina mara kwa mara lakini huwa hawabadiliki, hawapati maendeleo kwenye sekta ya uchumi? Wapo japo sio wengi. Na hawa mimi wanaoitwa wanakuja kufanya show, yani hivi akitoka na anatamba kwamba nimeenda kwenye mkutano. Sawa, kwenye mkutano umetoka na nini? Hilo ndio waga swali langu. Yaani sawa, umekuja kwenye mkutano. Baada ya mkutano umetoka na nini? Ataweza baba zake unaambia ushafere. Kule viliongelewa hivi, wewe fulani hivi. Mmeshapa. Kwa hiyo kwenye hii mikutano tulishakubaliana. Viongozi wa makundi lazima waaliko waje. Na kama wakipata muda lazima wapate muda wa kujadiliana walichojifunza. Na kwa hiyo hao ambao wanakuja na haondoki na kitu, shida inakuwa ni nini? Sasa hiyo shida ni mtazamo. Nimesema tunatofautiana kwenye maisha. Yaani kwa mfano, mimi na kitu ninachokitaka kwenye jukwaa. Umeelewa? Kwa hiyo nikija nitabeba ninachokitaka. Vitafundishwa vingi nitabeba ninachokitaka. Na ndio maana unaweza ukaona wakufunzi huwa wanatoa contact. Watu wengi watakimbizana kuandika contact, lakini kati yao uliza nani alimtafuta mmoja wapo ili apate faida ya kile alichotaka. Unaweza ukakuta ni wachache sana. Kwa hiyo naweza kusema ukiwa na safari, unajua kabisa basi linaondoka, SGR inaondoka saa 12 asubuhi. Na umekata tiketi hiyo, lazima utawahi saa 11 ili uende na ule utaratibu huo uondoke na hiyo train. Sio kama utaondoka saa 3, hiyo itakuwa imekuacha. Kwa hiyo usimlaumu mtu. Fursa za wanauwezeshaji wanawake zipo za kutosha. Tuje kwenye swala la vikoba hapo. Maana siku hizi wanawake bila vikoba tuendi. Kifika mwezi wa 12 kila mtu anavunja kikoba pale. Wanawake huwa wanapewa support ya pesa ya vikoba na wanaume zao au wenza wao? Kwanza naweza kusema na wapongezi waliobuni hii staili ya vikoba. Kuna namna imewasaidia wanawake kuwa wachumi na kupanga malengo na wakayafikia kwa uhakika. Kwenye eneo la wanawake wanapewa hela na wanaume, wengi niliosikia simu hiyo hawapewi hela na wanaume. Hawapewi. Yaani mwanamke ana akili zake za ziada. So unajua kwenye Biblia iliandika ishi na mwanamke kwa akili. Kwa wanawake wana akili na Mungu alijua wanawake wana akili. Kwa wanawake hao ukiwapa hela mboga kilo 1 atanunua nusu na robo. Ile hela ya robo kidogo atakuwa ameitunza. Wanaume wanalalamika kwamba wanawapa wake zao hela za kuingia kwenye vikoba kuchangia, lakini mwisho wa siku hizo hela zikitoka zinafanya nini hawajui, nini cha maana ambacho nakifanyia kama wanawake hawajui. Hakuna wanawake ambao wao wanasapotiwa na wanaume kwenye hivyo vikoba. Wachache sana. Alafu mimi sikubaliani na hiyo hadithi kwamba mwanamume ametoa hela kwa mwanamke asijue inachofanya. Hao naweza ngasema hao ni wanaume waongo afu ni waoga. Yaani hawana mihimili kwenye nyumba zao. Hivi wewe umpe mke wako hela afu usijue alichotumia hujui ilipoenda? Kabisa? Inawezekana. Haiwezekani. Basi utakuwa unanitazama tu leo nimekuja nimepaka wanja, nimepaka makeup, nitakwambia hao ndio matumizi ndio. Dameri, kuna msemo unasema kwamba pesa za mwanamke ni za mwanamke, afu pesa za mwanamume ni za wote. Kwenye mazingira ya malezi tuliokuzwa sisi, pesa ya mwanamke sio pesa ya kufanya maisha nyumbani. Japo wanawake wengi sasa hivi ndio wanafanya maisha. Sio pesa ya kufanya? Yaani tunaita ni ziada. Inafanya lakini ni ziada. Ni kwamba huyu mwanaume yuko ndani ya ndoa na mke wake. Hataki kuiwaza hela mke wake. Ila ukikwama utamwambia mke wangu nimekwama eneo fulani nisaidie. Kumbe ni sometimes ni malalamiko yao yana ukweli. Yana ukweli kidogo kwa sababu kama ulitoa hela ya vikoba na wewe ulikusudia ile ni akiba mmeweka. Kwa nini usijue matumizi yake? Yaani why upate nguvu ya kuja kuongea nje kwamba hela unazompa mke wako huoni zinachofanya? Cha kwanza wewe ni mbea na mnafiki. Kwa nini usizungumze na mke wako? Muite mke wako mmoja, yani sio mmoja. Mnalala nyumba gani? Si mnalala nyumba moja? Dameri, sasa yani mume na mke si wanalala nyumba moja? Ya unapataje nguvu ya kwenda kusoma nje? Kwa nini usiongee naye nyumbani? Mama nje. Sasa hivi platform za kuongelea za kushare ziko nyingi. Sasa hivi wanawake wana majukwaa yao, lakini tumeshuhudia pia wanaume pia wana majukwaa yao. Kwa hiyo wakienda kwenye majukwaa hayo ndio wanakuwa wanatoa na wao za kwao. Yani huko kwenye majukwaa sisi hatutaki umbea na uongo, hatutaki. Jukwaa la wanawake nimesema lengo lake ni kuwawezesha wanawake wajisaidia na biashara wafanikiwe kiuchumi. Huko tutazungumza uchumi, malezi tutazungumza kwa sababu sasa hivi tabia zinaharibika. Lakini kama kuna changamoto pia. Changamoto malizeni nyumbani. Yaani imeshindikana. Tualikeni tunao washauri.
tunao washauri, tunao maafisa ustawi, tunao maafisa maendeleo. Kama kabisa mmeshindwa yani kwenye familia, hawa watu wako tayari kufanya kazi. Sawa. Dada Hono lakini yupo, dada Josephine hela za mwanamke zinaenda kufanya vitu vya maana kwenye familia. Ni kweli. Mimi nitasema kitu kimoja, kwa muda niliongoza jukwaa. Ni kweli hela za wanawake zimeenda kufanya maendeleo. Na ukiona mwanamke hajataja yani kuna muda mwanamke kama hamwambii mwanamume hela zilichofanya, ni kwamba huyu mwanamume ashamkela mwanamke sana, hatimizi majukumu yake na wajibu wake kwa familia. Kwa hiyo kuta hizo hela zitalipwa ada. Sasa hivi utasikia wanawake wengi, ada ya mtoto uniform, kiatu kimeenda upande, hakuna mwanamke anatamani mtoto wake aende shule rafu. Mtoto kapata zaula anaumwa, kuna muda hakuna mwanamke anatamani kuona mtoto wake ameugua. Haiwezekani. Kwa hela za vikoba ndio zinaenda kufanya shughuli kama hizo. Inategemea. Kuna ambao wanazipata anakutana nayo. Mimi naweza kuchekesha kucheza kikoba mara moja. Hile hela nakumbuka tulipata tuigana wakati wa milioni 3. Yaani mimi napokea hela na watoto nalea. Mtoto kaumia, kapata ajali, kaanguka kwenye bodaboda, kavunjika mkono. Ili afanywe huduma zote mpaka mkono na milioni 1.5 inatakiwa itoke. Unafanyaje? Unaenda kulipa ili atibiwe. Lakini pia mwisho wa siku na hapo baba yupo. Sasa yani mimi au uko wewe kama yani wewe. Mimi nipo kama mimi, lakini unaoambia kila mtu anakuambia ngoja nitafute. Sasa kipi bora? Na umeambiwa mkono ukikaa masaa kadhaa hujafanywa utaanza kuoza damu ikipoa. Mimi sio daktari. Mimi nitasikiza maelezo na mwambie daktari. Ninachotakiwa cha kwanza ni kusave. Huyu afya apone. Halafu baadaye tutaelekezana. Lakini pia tumeshuhudia wanawake sasa hivi wanamiliki viwanja. Wanamiliki viwanja vyao. Lakini ni asilimia ngapi? Sio kubwa, lakini at least wameanza. Tuna wanawake ambao wamesapoti kusaidia kujenga, kumalizia nyumba. Ninao mfano wa wadada kama 4. Waume zao ni mabosi wakubwa sana. Yaani wanavyo huko level za wakurugenzi. Lakini mwanaume mpaka afika level ya wakurugenzi hakuwahi kuwaza kujenga, yuko nyumba ya taasisi. Huyu mwanamke alichokuwa anafanya ilibidi alazimishe kupewa hela na ugomvi juu, lakini mwisho wa siku alikopa benki. Okay. Alikopa benki, akawa anacheza kikoba, ndio hizo kwamba umempa hela ya nyama kilo, sokoni anajua kubageni. Sio wanawake tunajua kubageni sokoni. Wewe vitu utakavyoita vya 10,000, mimi nikija navyo utahesabu vya 30,000. Hicho ndio Mungu sisi haitujalie. Kwa mimi najua kabisa viazi vya shilingi 3,000 nikinunua vitatosha wiki nzima. Mwanaume akienda sokoni anajua viazi vya 7,000 ndio vinatosha nyumbani. Umeelewa? Atanunua cha kisado, mimi nitanunua vya mafungu. Kwa kule wanawake wengine ndio kule wanameki. Wanapata ziada kiwanja. Kwa hiyo alinunua kiwanja. Alivyoona mwanamume muelewi, nakumbuka wewe alinifuata akaniambia, "Huyu rafiki yako lakini ana 1 2 3. Ila tu mimi nataka kumsurprise." Hivyo viwanja vinakuwa shared au aliamua kununua, kaandika majina ya watoto. Na alivyofanikisha, mimi nilicheka nikamwambia natakiwa mwambie, akasema hapana. Kwa sababu nimemwambia zaidi ya miaka 5 sasa hakuna anachofanya. Naona ameridhika na hizi nyumba. Tuje upande wa pili hapo. Kama mwanamume angenunua kiwanja alafu andike watoto. Haina shida. Kama mwanamke. Haina shida, japo juzi huwa tu complain. Sijui. Kwa nini kwamba kwa nini hajaandika la kwangu mimi na la kwake, ameenda kunaniliu kuwapa watoto. Wani hapa kuna changamoto. Yale maisha tunaoishi nyumbani, nidhamu zetu za maisha na mahusiano tunaishi nyumbani na watoto wetu, ndio wanaofanya wanawake wazungumze hivyo. Lakini kama tunaona thamani ya watoto na sisi tunavyoishi, hakuna anaweka complain. Na ndio maana wanaume nao sasa hivi wanaweka complain kwa nini mwanamume amiliki kiwanja chake. Kuna eneo nao wamepotoka, wameharibu wenyewe. Kwamba mwanamume anamiliki kiwanja. Yaani mwanamke anamiliki kiwanja jina. Juzi hapa kuna hadithi zilitoka, watu wakalalamika sana kwenye gara fulani kwamba wanawake ficheni mali. Mimi naweza ngasema kama mwenyekiti wa wanawake wa jukwaa la wanawake, unalisemeaje hilo sasa ili yani mimi naweza kusema yale alikuwa ni maumivu yake ya ndani alikuwa anatoa. Lakini akili za kuambiwa mheshimiwa Kikwete asema changanya na za kwako. Yani haya anaosema maisha yanaoishi mimi na mume wangu yakoje. Kwa hiyo mazingira unayopitia ndio yanakupelekea ufanye nini, kama umiliki kitu chako mwenyewe private kisirisiri au uweze kushare. Ni kweli. Okay. Lakini pia wengine wanapata msukumo wa familia. Okay. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa. Na wanawake wengi ndugu wanaingilia. Wanawake wengi wamepita kwenye hao majaribu kwa sababu ndugu wa wanaume waliingia. Umeelewa? Kwa tunaingia na mfano mwingine mimi ni sehemu watu wapita kwenye changamoto kama hiyo, lakini baadaye kwa sababu nilichakuwa na mali zangu na mwanamume alikuwa anajua ninazo, haikunisumbua. Tupe experience kidogo kwamba
Mimi niko kwenye nyumba lakini mwanamume alishaandika nyumba ni ya kwangu. Lakini ndugu zake wanadai hawakujua, watoto hawakujua. Hawa wanakuambia nyumba baba alinunua akiwa na mama, lakini huyu mwanamume alinunua alifiwa na mke wake. Kwa hiyo mimi niliolewa na mwanamume alifiwa na mke. Kwa hiyo tutahadhari pia wale wanaolewa na wanaume waliofiwa na wake zao. Usitegemee sana hiyo mali unaoambiwa na huyo mwanamume anaikuwa. Hakikisha umetafuta ya kwako. Huo ndio ukweli. Hapo Dameri umenirudisha, nimepata kitu kwamba kumbe kuna kitu ambacho kinachangia watu kufikia huko, kwamba wanandoa wengi wamekuwa sio wa kweli. Kama wewe mume wako alikuaminisha kwamba ile nyumba ni ya kwako, kumbe huku kaandika vitu vingine. Kwa hiyo uongo umetawala zaidi kwa wanandoa kuliko uhalisia, kiasi kwamba mtu akiingia kwenye ndoa cha kwanza naanza kupambania kombe kwamba likitokea hapa au usimwamini, yani kwamba ile imani inakuwa hiyo inawezekana ikawa ni pia ni changamoto ambayo inafanya watu kwanza kujishikilia mali kila mtu. Inaweza ikawa sio wote, lakini inaweza ikawa sio wanandoa wote, lakini naweza nikasema tahadhari wanawake wanaoolewa sasa na wanaume ambao tayari mume alikuwa na mke akafariki akakuoa. Ishi kwa akili. Ipi nafasi ya mwanamke katika malezi ya watoto, especially watoto wa kiume, hasa nyakati hizi? Nafasi ya malezi ya mtoto wa kiume sasa hivi, sio sasa hivi, yani ni wajibu wa baba na mama kulea watoto wa kike na wa kiume. Na sasa hivi changamoto imekuja kubwa, watoto wa kiume wanalindwa zaidi. Lakini kuwalinda bila kuwapa elimu haina maana. Kwa nini tunawalinda zaidi wao? Kwa sababu kumekuwa na shida ya ushoga. Changamoto ya ushoga imeingia kubwa ya kutosha. Okay. Na ukipata hadithi za watoto wa kiume unaweza ukamwambia Mungu sitaki kuzaa tena. Ukijua habari za watoto walio vioni wa kiume ambao wanalawitiwa, unaweza ukasema vyuo vyote vifungwe. Chanzo ni nini cha haya yote? Chanzo kinaweza kikawa ni baadhi ya wanaume kuamini ushirikina. Lakini pia chanzo kinaweza kikawa ni kwamba ushirikina unafanya nini? Kwamba kuna watu wanaambiwa kwamba akifanywa huko maisha yake yatakuwa mazuri. Okay. Na bila kuwa na uhakika na akakubali. Na sasa hivi mbaya zaidi kwamba sio watoto tu. Yaani kuna level za wanaume unaziona na unasikia habari hizi unaumia. Hata watu wazima wanafanya. Unaumia. Unamwona mtu ana uwezo mkubwa lakini hadithi yake nyuma pazia naye anafanya huo mchezo. Sasa nini kinakosekana mimi sijui, yani kwa sababu nilipata nafasi muda mdogo wa kuongea na baadhi ya wanachuo kama 3 ambao nilipata hadithi zao. Nilialikwa kwenye mkutano fulani ulikuwa unahusu mambo ya malezi. Kwa sasa nikawa naelezea changamoto za watoto wa kiume na mazingira ya watoto wa kiume kuwa mashoga na jinsi gani tunaweza kuwatambua katika tu namna ya kawaida bila kwenda kuwapima. Nilipomaliza ile darasa, baadhi watoto wa kiume wakasema madam tunaomba namba. Nilitoa namba. Nilitafuta na mmoja akaniambia madam naomba tu niongee na wewe lakini usiniaibishe. Tulipata muda wa kuzungumza, yani sikuweza kuvumilia wakati anaongea mimi nililia. Kwa sababu sikuamini, lakini kati ya watu nilikuwa nawafundisha kuna zoezi tu nilisababisha, nikamwambia hebu watoto wa kiume wote simameni. Lakini pia nikamwambia hebu lukeni kichula. Kwa nilikuwa naangalia ile movement, ni kitu ambacho nilijifunza mahali namna gani pia unaweza kuwatambua watoto. Lakini pia hebu kila mtu wanafanyaje kwamba wanashindwa kuruka kichura kuna muda hawezi hizo pumzi. Si kwa sababu huko amesha namna ameharibika. Kwa hiyo haiza hata kuchuchumaa. Kuna watu wakimwe hawezi kuchuchumaa kwa sababu yetu ya hiyo shughuli anaofanywa. Kumbe tunaweza tukafanya mazoezi kwa watoto wetu nyumbani. Watoto wanapiga deki eti na mop. Tunawaharibu kabisa. Utajua saa ngapi mtoto wako haribikiwa. Hebu tuhakikishe kuna muda watoto wapige deki wa kike kwa wa kiume. Alafu simama watizame wanapiga deki. Kuna namna utawajua tu. Damiri, tunarudi kule. Chanzo ni malezi, kwamba unajua wanawake tumekuwa tuko bize sana. Yaani huku kujikwamua kiuchumi, kuna shida iko mahali, tunasahau malezi ya watoto. Lakini pia tuna ubinafsi. Sasa hivi kumekuwa na ubinafsi sana. Huwa nasema zamani wakati tunakuwa, yani mimi ni mtoto wa mwingine. Nakumbuka katifani mheshimiwa mke wa rais wa awamu ya 4 Mama Salma Kikwete
alianzisha kampeni nasema mtoto wako ni wa kwangu. Kwa hiyo jamii ilikuwa inaweza kuwatunza hawa watoto. Lakini sasa hivi jirani unampekea mtoto ndio anatamani amwalibu mtoto wako ili upate stress usiende na kazi. Mrudi wote mkae chini. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Sasa jinsi gani utamjua jirani yako ni adui yako? Mpaka uje ujue kumekucha. Kwa hiyo msingi wa kwanza ni wewe mwenyewe kulea watoto wako. Watoto wakifundishwa wanashika. Nakumbuka mimi wakati nakuwa babangu neno lake wakati nimekuwa binti mama amemwambia baba huyu ameshavunja ungo. Babangu alipata muda wa kula, leo napika mwenyewe, baba akasimama jikoni tunapika naye, yani tengeneza hiki. Hivyo tulikosea kupika cabbage. Kwa hiyo baba akaita cabbage mwenyewe. Kateni cabbage. Haya, tengenezeni hiki, kila mtu akapewa kazi yake. Alafu saa kupika baba akasema simameni hapa. Nakumbuka tulikuwa tuna jiko la umeme. Kwa hiyo tumemzunguka baba yuko katikati ndo anapika. Baada ya pale akasema tunakula wote. Sasa baba akawa anaongea. Sasa hivi watoto wangu mmekuwa kubwa. Kwenye kukua kuna watoto wa kiume ambao wanaweza kaa hawana tabia nzuri. Kwa hiyo Christopher ni mdogo wangu, ni marehemu, Mungu amweke pema peponi. Akamwambia Christopher anatakiwa awe mlinzi, ndio kama mbwa, kama lile jibwa la polisi. Si mnaonaga majibwa? Anawapa majukumu. Alafu Jordan utafanya hiki. Kwa dada zenu mkiona wanaume wanaofuatafuta waeleweki, wengine wale wanakuaga wanaibaga wanawake, watoto wa watu wa kike. Wengine wanawachinja. Kwa baba kana anatoa mifano fulani ya kutuumiza, yani ya kuogopa. Ile ilisaidia. Sasa watu siku hizi huwezi kuwadanganya kile kitu wanajua. Kwa hiyo baadaye baba alipata muda, sasa akawa ana muda. Ukisikia hivi baba anakuita amesema uende sebeni mkale wote. Alafu wengine amnyanyuliwi. Baba ana kikao na wewe. Fulani umekuwa. Ukishavunja ungo ndio sasa unaona aibu. Hapo mama naye amekaa. Hapo anayekwambia ni baba. Baba anasema. Sio mama. Mama alishaongea na wewe, lakini baba ana nafasi kubwa ya kumjenga mtoto wa kike ili asianze mambo ya uzinzi mapema. Labda mimi babangu asingeongea na mimi ningekuwa mzinzi mapema. Lakini mimi mpaka namaliza form 4 mimi sijamjua mwanaume. Kwa kauli za wanaume katika malezi ya watoto wa kike huwa ni thamani. Na niseme kuna wanaume wana nidhamu na heshima. Wanajua kulea watoto wa kike. Lakini kuna wanaume ambao wakipata mmoja kwa watoto wa kike wao ndio wanaonja kwanza, nakwambia lazima ale kuku na mayai yake. Kuna wanaume wamekosa adabu, wanafanya hivyo wapo. Wazazi na kuna muda yani imeshakuwa kama ni fashion. Kuna wanaume wanasema yani baba alala na mtoto wake. Si kwenye mitandao tunaona. Lakini msingi wa mtoto wa kike ili awe thabiti, asiharibike kwenye mahusiano ni baba. Baba akipata muda kuongea na binti atafuata sauti ya baba. Sijui, lakini kuna ambao wana ujasiri wanazungumza kwamba mimi nakupenda umalize shule lakini utapata mume wako, utakuwa na maisha haya. Si unaona mimi na mama yako ni hivi. Kwa hiyo usifanye hivi. Kwa baba mimi babangu alijitahidi. Kwa hiyo mama alikuwa sehemu ya kuhakikisha sisi tunafuata vile baba ambavyo alisema. Kwa hiyo ile ilitusaidia. Na kiukweli labda ni tabia ambayo nimeendelea kuwa nao. Kwa hiyo kuna hadithi ambazo ukizitafuta za kwamba Mary Malaya huwezi kunipata. Ila mimi naweza ngasema imenijengea confidence kwamba sio kila mwanamume ananitaka mimi naweza kumkubali. Mimi namkubali mwanamume kwa sababu ya vitu ambavyo mimi nafikiri huyu anaweza kuwa navyo. Na hatuwezi kuanza mahusiano mapema. Hata mwanamume aliyekuwa amenioa ni mwanamume aliyesuta kunitafuta ndani ya miaka 9. Imagine alikuwa kwenye ndoa bado alikuwa ananifuatilia. Mke wake amefariki, amenifuatilia na bado nimemkataa. Nimeenda kuishi kwenye nyumba nimemkataa. Mwisho wake ndugu zangu walivyoingilia baadaye nikamwambia, "Kwani nyie mnaona nini?" Niulize kitu hapo Dameri. Mwanamume akikufuatilia muda mrefu labda miaka 5, 9, inamaanisha kwamba anakupenda zaidi kuliko yule mtu ambaye mnakutana ndani ya miezi 3 mnaingia kwenye mahusiano? It depend. Kila mwanamume ana tabia yake. It depend. Na kuna muda mwanamume akifuatia muda mrefu siku atakao kupata. Ukikosea kupata, ndio atatandika kama atagonga kama nyoka na kuishia zake. Mimi bahati nzuri kwa Afrika kidogo walikuwa wananitania wanasemaje? Fani anahangaika sana naye, lakini kwambie kitu. Akikukota atagonga kama nyoka atakuachia. Okay, umesema kwamba alikufuatilia kwa muda wa karibia 9. Miaka 9. Angekuwa ni vitu vyako ungekaa yani angekuwa vitu vyangu cha kwanza angeelekezwa tu utaratibu, nenda nyumbani. Si ndio zamani tulikufunzwa hizo? Mwanamume kakupenda akajitambulishe nyumbani. Na mimi ni yule mtoto ambaye nilikuwa nazingatia maelezo ya babangu. Yani hivi hata leo mimi nikiwa na boyfriend, yani wewe hutaacha kujua. Alafu sio mwanamume anaweza kumficha. Kwa kila mwanamume ananipenda mimi wanaambiwa tu wazi. Cha kwanza, mkutano wetu wa kwanza mimi na yeye tunakutana, tutakaa open space. Kwa nini nataka ukae open space? Wale wanaopita waone kwamba watuone, alafu pia mimi
na kitu nitakipata kwamba huyu ni wa kwangu au na yeye ni kanjenje. Kwa hiyo hapo ngoja yani kuna namna na vitu navisoma tuweke alert hapo kwa nanili kwa watoto wa kiume. Wakiona kwamba wanamfuatilia mtu kwa muda mrefu wajua kabisa kwamba inawezekana sio kitu changu. Ingia kwenye maombi. Mimi nilikuwa naona yani kwanza kwa nini anayekupenda akuzungushi? Kwa nini mtu mzima alafu kwa nini ananifuatia? Lakini sasa kilichofanya baadaye atuvutia ni sasa nilikuwa na boyfriend mkaka wa Kihaya. Wakati huo marehemu mdogo wangu amefariki, ameniachia watoto 3. Yeye akasema akinioa hataki wale watoto. Niko kwenye mwaka mmoja wa maumivu ya kifo cha mdogo wangu. Kwa hiyo nikashare. Binamu yangu anaitwa Filipo Mataba akaniambia huyo sio mume. Automatically tutuniasia watoto. Nikaa napambana kuendelea kwa na mwanangu, anambia hawa wana kila kitu cha baba waliwaachia. Kwa hiyo hawahitaji shilingi yako hata moja. Na ndio maana hapa nyumbani hujai kuona mimi nimekuomba. Baba waliwekea. Alikataa kulea watoto. Kila mtu ana tabia yake na ubinafsi wake. Kwa mimi siwezi kujua. Kwa hiyo ukachukua kama ni binafsi. Na baadaye akasema tukiishi nao muda mrefu hawa watakuwa pia sehemu ya kurisi mali zangu ambako mimi sitaki, nataka warisi watoto wangu. Ukumwambia kwamba angekuwa ni yeye kwamba ametangulia watoto. Kuna muda ukifika hivyo huwezi kuhoji. Si unataka ndoa? Nikamwambia nimekusikia. Lakini taratibu nilikuwa na yani iliniathiri na narudi baki ya maumivu ya mdogo uliopita mpaka kufa na wale watoto, na waangalia huyu mdogo wa mwisho ndio yuko nasari, huyu anayefuata yuko darasa la kwanza, anayefuata yuko darasa la pili. Baadaye nikamwambia Mungu nitalea kwanza hawa. Nikamwambia tunipe muda basi niwalee. Huyu wa mwisho wa darasa 4 afu tutaoana. Wakati naamua hivyo, huyo naye katokea yuko busy kufuatilia. Ulikuwa umemaanisha au ulikuwa unataka nilimaanisha ili sasa yeye apate akili ya kuamua kunioa haraka kwamba atanipoteza. Kwa hiyo yeye akawa mjeuri. Hakuona thamani ya kurudi. Kwa hiyo baadaye sasa Mungu amsaidie kwa sababu mke aliyemuoa anamuendesha. Na mshauri wa ile ndoa ni mimi. Kwa hiyo unafurahi? Sifurahi. Ningekuwa na furaha ningeulisha mahusiano. Ila yeye wakati analeta hizo changamoto zake, lengo ni mimi nirudi kwake. Nikamwambia umeshaoa. Mimi najua ndoa kanisa Katoliki ni mke mmoja. Uko naye una watoto. Usidisturb watoto. Kwa hiyo anajutia kile kitendo ambacho huwa anasema na mara nyingi na huwa anatoa mialiko. Njoo basi au unitembelee huko. Njoo. Namwambia nikipata muda nitakuja. Ila tu ikiwa sehemu ya kukutana vyumbani hiyo hapana. Yaani kila mtu ana weakness zake. Kwamba mimi ninazo weakness zangu. Huyu mwanamume tu nikikaa naye ndani ya masaa 3 chumbani. Atanifaidi anavyotaka. Kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa nampenda. Lakini sasa nimemwomba Mungu nibadilishe awe rafiki. Na nimchukulie ni kaka. Kwa hiyo tutakutana mazingira ya wazi, tutakula, tutakunywa. Yuko na marafiki zake ataambia, "Yaani wewe alikuwa mke wangu jamani alinikataa." Mimi nitacheka. Yataishi. Hivyo. Sawa Dameri. Kuna msemo huko kwenye jamii kwamba wanawake huwa hatupendani. Lakini cha ajabu wanawake sisi tunaungana kujikwamua kiuchumi. Sasa hapa huwa tuelewe, yani kipi ni kipi? Hatupendani lakini tunaungana kwenye majukwaa, kwenye event tofauti tujikwamue. Inawezekana kwani nani anasababisha sisi tusipendane? Ndio tujiulize ni nani? Yani siamini kwenye hilo neno. Kwamba siamini kama hatupendani. Mimi ninachoamini ni kwamba tunapendana lakini tunaoneana wivu. Ndio hatupendani sasa. No. Kwenye wivu yani pia. Upendo ni kitu kingine, kuona wivu ni kitu kingine. Sawa? Yani huo wivu ni wa aina gani? Yani ni wa maendeleo. Yani mimi sababu kuna wivu positive. Huyu sera kwa nini anizidi? Nitahakikisha, yani nitahakikisha. Nikimkosa mume wake nitahakikisha nimvuruge tu, yani mtoto apate stress. Mtoto apate shida awe na stress ili asimudu huku ndani. Ndio wivu tulionao. Wako hivyo. Yani wamegawanyika makundi mengi. Yani ndio maana nakwambia kwenye swala la maendeleo. Kwenye swala la maendeleo wapo wanawake ambao wana wivu na wao wa kutoka. Wako ambao wana wivu na chuki juu, lakini hao wenye chuki lazima ujue walilelewaje. Kwa hiyo unasema kwamba tunapendana. Wanawake kwa wanawake tunapendana. Tuko nusu kwa nusu. Kwa sababu hata mimi ni kati ya wanawake ambao wamepitia maumivu mengi ya kuwabeba wanawake wengine. Kwa tunaungana. Yani kuungana kwetu kunaongeza nguvu. Haijalishi huko hatupendani. Yani si kuungana kwetu kunaongeza nguvu. Na hii nguvu ndio imefanya tuwezeshe kiuchumi. Na popote ambako mwanamke anashirikiana na mwenzake utaona matokeo. Hata kama wapendani. Yani kuna muda kama hatupendani, kuna namna tunaweza kubebeana ujinga tukafanya kile cha msingi kionekane. Na ndio maana hata kwenye michango mingi sasa hivi kienda wanawake wanaongoza kuliko wanaume, lakini wenyewe si wanaume. Okay. Umenielewa? Yeah. Sawa. Kwa uzoefu wako kama mwenyekiti wa jukwaa la uwezeshaji wanawake,
Unafikiri ni nini hasa huwa kinakwamisha maendeleo ya mwanamke? Ni mwanamke mwenyewe, ni mwanamume, au ni nini? Wanawake wenyewe wanakwamishana. Kwa mfano, nimejifunza kwenye habari ya mikopo ya vikundi kwamba wanawake wanaungana pamoja, wanakubali kwenda kuchukua mkopo wa kikundi, lakini kwa sababu ya kutokuwa na uelewa, baadhi yao yani mmoja wapo anazunguka wenzake, anajipeleka kwa afisa. Akifika kwa afisa, anachomwambia fulani yule hana biashara yote, tumembeba. Ni hapo anatafuta namna ya yeye kuonekana wa maana kuliko wengine. Lakini hawajui kama wale maafisa mikopo ndio wanapata sura ya kuwasoma na wanawamwaga. Kwa hiyo kuna sehemu, kwa mfano mikopo ya 10%, kuna makundi yamekosa kwa sababu kuna watu waliozungukana. Lakini pia kuna namna hakukuwa na ukweli. Kiuhalisia au kiuhalisia. Wala sio ya nani. Yani huyu atachomoka, ataenda kumfuata huo. Sisi fulani ule fulani ndo kamleta, ametulazimisha wepo, lakini sisi hatumtaki. Umeelewa? Kwa nini sasa mlimkubalia kama unaelewa? Ndio hiyo ndo lugha ambayo na mimi huwa nauliza. Mwambie mtu tu ukweli, ajirekebishe. Yani Mary amekosea, ni mwenyekiti. Usinifuate kwa pupa, nina namna yangu ya kurekebisha. Tafuta namna ya kuzungumza na mimi. Uwezi kamtafute mama mtu mzima. Ndio maana Biblia inasema wamama watu wazima wawaonye vijana mabinti. Nitafutie mtu mzima ambao unaamini ananimudu. Kamwambie mama, kuna 1 2 3 tunaomba uzungumze na Mary, au muombe yule mama niite tukae tuzungumze. Sasa masuala haya ndio yanasababisha kwamba tuonekane hatupendani wenyewe. Exactly. Kama wenyewe, kwa sababu kama mliamua kumbeba mtu na mnajua kwamba hana kitu, iweje mfike sehemu alafu tena wewe urudi nyuma kwenda kumuongelea tofauti? Hivyo vinafanywa. Yani ni experience ambayo nimeipata kwenye mikoa mingi. Unakumbuka sisi viongozi wa majukwaa nchi nzima tuna group letu, tuna share changamoto za wanawake. Lakini uone kama ukimwaribia yule ambaye uko naye kwenye grupu, sawa, baba mko 5, ukamwaribia wewe, mkopo mtapata nyinyi 4. Kuna muda hawapati, kuna muda kweli wakipata utamwaga mwenzao. Kwa mfano mimi nakumbuka kuna sehemu tuliwahi kupata mkopo kama kikundi, lakini aliyowabeba wenzake ni mimi, na niliwabeba watu ambao niona ni waelewa wazuri sana. Lakini mwisho wa siku deni linadaiwa, mtu anasema Mary katutapeli kala hela. Tena natajwa Mary yule tapeli, usimuone vile. Lakini na mimi nimetoka kwenye maumivu ya msiba. Kati yao hawa wamepigika, nimeamua kukubali kuvunja utaratibu kwamba hela zitoke nyio, ili mmefanya kazi sana, lakini mzirudishe kwa wakati. Hawakurudisha. Ashukuriwe Mungu kwamba kuna siku nilitibuliwa, nikamwambia sainini kwenye karatasi hizi kwamba hela mmechukua. Walisaini. Sasa imagine kama nisingekuwa na ule uthibitisho. Kwa mimi nalitwa tapeli, baadaye nilitoka na nikasema iteni hicho kikao, nilibeba dokumenti zangu hizi hapa. Ilikuwa tarehe fulani, bank statement hii. Fulani nikukumbushe siku fulani ulikuja sehemu fulani ukiwa umefiwa mume wako. Ulikuja na uchungu mwingi ambao mimi naujua. Kwenye mazingira yale sikuwa na namna ya kukwepa. Mtoto ana ada, babake amefariki wiki 2 zilizopita. Huyu amekuwa single mother, sio maisha aliyowazoea. Unafanyaje? Kweli nilivunja utaratibu. Mary, tumeongelea masuala ya mikopo, na mara nyingi nasema kwamba wewe ni shuhuda, umeshakopa na ukafanikiwa kupata. Wanawake wengi wanaogopa sana mikopo. Hebu tuambie kupitia Unspoken Ties, mikopo wewe imekusaidiaje kusimama kama mwanamke, especially kwenye uchumi? Nachoweza kusema kwamba mikopo inaotoka sio kiwango cha vile ninavyotaka mimi. Okay. Kwa hiyo unaweza ukakuta watu wengi wafikii malengo kwa sababu labda mtaji anataka 5 milioni, umempa 1.5 milioni, afikii lengo. Kwa kama afikii lengo, ndiko huko ataenda kausha damu, akope ili ajazie, afanye lengo lake. Na hii niseme pia kwa taasisi hizi za fedha ambazo zinatoa mikopo kwa ya waliopewa kibali cha kusaidia uwezeshaji wa wanawake kiuchumi. Kama mtu anakopa mkopo anaohitaji kwa ajili ya biashara, hebu tuzingatie yale malengo yake, tumsaidie afike. Lakini kama ameomba 5 milioni, unampa 1.5 milioni. Anaomba milioni, unampa 300,000. Hujamsaidia, wala huwezi kumtoa kwenye kausha damu. Kwa hiyo kile unachokiomba sicho ambacho unapewa kwenye mabenki au kwenye taasisi za mikopo. Lakini nao wana vitu wanavyoviangalia. Okay. Yaani kwa mfano kuna ambazo zitahitaji uwe na leseni. Kuna ambao watahitaji zamana iwe nyumba. Una kiwanja hujajenga, hujaendeleza, hauwezi kupa mkopo. Turudi sasa kwa mkopaji, kwamba labda mimi nimekopa labda 5 milioni.
Sawa nimeomba milioni 5 nikapewa milioni 1 au milioni 2. Kwa nini naichukua ile pesa angali najua kabisa kwamba haiwezi kunisaidia chochote na sio kiwango ambacho mimi nilikuwa nakitarajia? Naweza nikasema maisha ni hatua. Kwa hiyo bora kupata kidogo kuliko kukosa kabisa. Kwa hiyo sio kila anayekubali kuchukua kidogo ni amekubaliana na hilo. Inabidi akubali ili asiue huo mwanzo alioanza. Lakini mimi naweza nikasema kama inawezekana huna sababu ya kukopa, usikope. Huna sababu ya kukopa. Yaani kama ufikii malengo ya vile unavyovitaka basi bora uache. Maana kuna muda unaweza ukakaa ukatulia ukafanya hesabu za pilika unazokimbizana nazo kulipa marejesho na wakati mwingine ukachemsha kwa sababu hujafikia lengo. Lakini pia wanaokupa mkopo wanasemaje? Hauna vigezo, lakini pia umesumbua kulipa, haustahili kupewa tena. Kwa hiyo hapo kuna wanawake wengi wataachwa. Ufike muda tu na ukweli ni kwamba hizo ni kanuni za mahesabu za wataalamu, lakini mnaowahudumia wengine sio wataalamu. Tukausoma ukweli na nia ya huyu mtu. Mungu akatupe macho ya rohoni. Ni kweli ana nia ya kusogea. Mimi wakati najua mkopo niliona easy, lakini baadaye nilipokuja kujifunza yani deni, tafsiri ya deni ni nini? Umeelewa? Ndio kumbe deni lina adhabu mbaya kuliko mkopo. Kwamba mkopo ni sehemu ya huduma ulioipata hiyo ya kukopeshwa pesa unatakiwa ulipe. Ukishindwa kulipa kwa wakati ile ndio deni. Nilikuwa sijui. Inakuwa deni. Kwa hiyo kumbe deni tafsiri yake ndio hii. Na kwa sababu pia baadaye nimejitahidi kusoma vitabu nimeelewa. Nikamwambia kini mkifundisha haya mtuambii. Baadhi ya walimu wakifundisha na taasisi za fedha hazisemi ili wazi. Semeni kila kitu kwa uwazi. Alafu mwacheni huyu mhitaji wa mkopo mwanamke afanye maamuzi yake kwa sababu anazo akili zake timamu. Lakini pia kwenye madhara mwambie. Sawa. Kuna mara mimi nilikopa na wakati huo baadaye nikaa nimepita changamoto ya kuuguliwa. Biashara ikayumba pia. Hapa katikati biashara zimekuwa ngumu sana. Nimeshindwa kulipa. Lakini mwisho wa siku ibidi kiwanja kiuzwe. Sasa wale wananiambia wanauza kiwanja kwa milioni 1.2 ambao wananidai. Kiwanja changu thamani yake milioni 4. Unafanyaje? Namfuata mtu ambaye anaweza kanisaidia anakuambia haiwezekani. Kiuze. Kwa hiyo unabidi uingie sokoni uulize bei ya soko sasa hivi shilingi ngapi. Na unayempekea kwa sababu kuna watu ambao wanajua kabisa yani huyu kwa sababu ana shida hatuwezi kununua ile bei ya soko. Kwa hapa pia niangaizo. Mimi nilingangana tu kwenye bei ya soko kwamba kama hatukubaliani basi wewe nilipie deni kwanza. Utabaki na acha alafu ukatathmini alafu fuatilia. Huyo ni mtu wa sehemu ya watu wa karibu ambao tunafahamiana nao ambao nimeunganishwa na mtu kwamba ana nidhamu yake hawezi kunifanyia ubaya wala hawezi kutokomea na hati yangu. Umeelewa? Kwamba mwisho wa siku ningemwambia naona hata ile hela yako naweza kuilipa niulishie hati yangu bado angerudisha. Lakini kuna ambao akipata vile ndo ametokomea naye anakomesha naenda kuikopea. Wanawake wengi wanakopa mikopo. Na bahati nzuri tumepewa vipaumbele kwenye mabenki, kwenye wizara, tunaweza tukakopa na tumewekwa kama kundi maalum. Lakini wanawake sisi bado tunakimbilia kwenye kausha damu, mikopo ya kausha damu. Tunatafuta nini hasa? Kwamba hela hazitutoshi au ni nini tunachokitafuta huko? Naweza kusema kwenye hili kuna namna wanawake wamekosa subira. Ukumbuke hata hela za halmashauri haziwezi kuwatosha wanawake wote. Na ndio maana wanawapa kwa awamu. Sasa kama wanawapa kwa awamu na huyo anahitaji sasa hivi unafikia atafanya nini? Sasa kwa changamoto hizo tunaondokaje hapa kwenye swala la mkopo kwa wanawake na kujikwamua kiuchumi? Zite burden, mkopo ni mzigo au ni mkombozi kwa wanawake wengi ambao wewe unafahamu? Bahati nzuri mkopo ni mzigo kama umekumbwa na changamoto. Unajua watu wengi hatui na hela za dharura za majanga kwenye mambo ya mikopo. Yaani sisi binafsi tunakopa. Na familia nyingi za Kiswahili hatuna dharura. Umeelewa? Yaani mimi mwenyekiti hapa naweza ngana dharura yangu labda 200,000. Sina zaidi hapo. Kwa hiyo nikipata janga lingine lazima nikutafute sela nisaidie hapa. Umeelewa? Sasa kitu cha kujifunza ni lazima tuwe na hela za dharura kwa ajili hizo tusiziguse kabisa. Ili dharura inapotokea basi kama uwezi ujue nani anaweza kubeba hiyo dharura yako ili usogee unapoenda. Lakini mwisho wa siku kuanguka sio kuanguka moja kwa moja. Ukianguka ujitahidi kusimama tena ili Mwenyezi Mungu aendelee kukupa baraka zake, basi ukasimame na yale ambayo Mungu amekusudia uyafanye na jamii jifunze kutoka kwako. Hakuna mwanadamu ambaye akosei. Na kwenye mikopo watu wengi wameanguka. Mimi naaminiga kitu kimoja tu kwamba yani leo hii nilivyo na vitu vyangu ni hivyo, hata nikivipoteza
Mradi nilikuwa na akili ya kutafuta kabla sikuwa na pesa, nikivipoteza nitavipata tena. Na kabisa lazima kuwe na uhakika wa hilo. Ila kama mwanamke hana sababu ya kukopa, usikope. Mwenyekiti, tumeshuhudia sasa hivi mbio za wanawake kutafuta usawa kwenye mambo mengi, usawa kwenye kazi, usawa kwenye masuala ya biashara, masuala ya uongozi. Tunatamani kuwa kama ambavyo wanaume ambavyo wanafanya. Swali langu ni je, kama tukipewa usawa huu ambao tunautafuta, lakini pia tukaongezea na majukumu ambayo tunayafanya kila siku, kwamba majukumu ya ndoa na malezi, unaona tutatoboa kweli au hatutatoboa? Okay. Tunatoboa vizuri sana. Tunatoboaje? Mimi nachoweza kusema kwamba kwenye hizo harakati zote kuna namna tumewasaidia wanaume wajue kwamba sisi ni jinsia mbili tofauti ambao tunategemeana kwenye majukumu, isipokuwa jukumu moja tu. Yani mimi sina uwezo wa kubebesha mwanamke mwenzangu mimba, na mwanaume hana uwezo wa kubeba mimba, isipokuwa amepewa nafasi ya kunipa mimi mimba na kuzaa. Ni mwanamke. Tofauti ni hiyo tu. Lakini kila vitu sisi tunategemeana. Kwani wakati tunakuwa kwenye malezi ya nyumbani, malezi tuliopewa, kwa mfano wangu, watoto wa kiume na wa kike walipewa kaisa, isipokuwa kwa nizamu ya sisi ya kanda ya Ziwa, watoto wa kiume kazi walikuwa hawapewi ni kusugua masufuria na kupiga deki. Hiyo hawapewi. Kwa hiyo inawezekana kwamba ni kazi za kike, yani kwamba hili sio jukumu la mwanaume, linamshusha. Kwa sababu kuna kazi zingine ambazo sio za mwanaume. Yani hilo liliwekwa yani kwenye ukanda ule, hiyo hawafanyi. Japo mimi mtoto wangu hiyo kazi deki atapiga na chakula na vyombo ataosha, si anapika anakula. Ataosha. Kwa hivyo tunakubaliana kwamba kuna kazi zingine ni za kike zaidi na zingine ni za kiume zaidi. Hakuna sehemu inayotafsiri ni za kike zaidi. Ni namna ambavyo wazee wetu waliona hivyo. Ukumbuke huko nyuma mamlaka zilikuwa upande wa kiume zaidi. Na mimi naweza ngasema kwa mfano kwa sasa wanaume wengi wamekuwa na hofu na nafasi za uongozi, sababu wanawake wamejitambua kiwango kubwa sana. Na sasa kwenye kujitambua kwao nao wanafikiri wanaweza kuwapandia wanaume vichwani. Hiyo hapana. Yani mwanamke fanya majukumu yako. Kwenye usawa kijinsia hakumaanishi tuvunje ndoa, hakumaanishi tuwazalau wengine. Kwenye usawa kijinsia ujue kama wewe unaweza kuwa engineer, hata mimi naweza kuwa engineer. Na ndio maana tuna watoto wa kike maengineer. Kama wewe unaweza kuwa rubani na mimi naweza kuwa rubani, tunao marubani wa kike. Kama unaweza kupika ugali, kama unaweza kuendesha lori na watoto wa kike wanaweza kuendesha, tunao. Wanaume wanaendesha vijiko, tunaye hapa naendesha kijiko yule Esther. Kwamba kumbe hivi hata sisi tunaweza kuvifanya. Lakini kila mtu atumize wajibu wake. Okay. I say umemaliza vizuri sana. Asante sana mwenyekiti. Nashukuru. Tumeongea vitu vingi. Swala la kujikwamua kiuchumi kwa mwanamke sio jambo dogo. Na sio uchumi pekee, linaambatana na vitu vingine. Linaambatana na mahusiano, ndoa, jamii, malezi na kila kitu. Kwa hiyo mjadala huu tunaurudisha kwa watazamaji kwa sababu ni mpana, yani ni mpana kweli kweli. Watatuambia wao kwamba hizi mbio za mwanamke kujikwamua kiuchumi ni kweli zinaleta uhuru kwa mwanamke ama zinazidisha changamoto kwenye mahusiano, kwenye ndoa na maadili ya taifa letu. Yes, tutapata feedback kutoka kwenu, lakini mpaka kipindi kinachofuata, mimi ni Stella Mkisi and this is Unspoken Ties. Till next time, bye bye.